Moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni. Leo ni Alhamis, Julai 30 mwaka 2026. Tulionayo hii leo: muungano wa upinzani wa C64 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waendelea kupinga marekebisho ya katiba. Mimi nadhani kwangu binafsi kama Mkongomani, kurekebishwa kwa katiba ama kugeuzwa kwa katiba itasaidia Wakongomani kwa vitu vimoja. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaanza kulipa posho za wahudumu wa Ebola. Rwanda yawarejesha watu 39 nchini DRC. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yasema maeneo mengi ya FDLR yako chini ya udhibiti wa Rwanda na FCM23. Kuna hayo na mengine mengi. Naitwa Abedi Jean de la Croix, tuambatane sote hadi tamati. Karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza kulipa posho za watumishi waliokuwa wakishiriki katika mapambano dhidi ya mlipuko wa 17 wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali imesema malipo hayo yanawahusu wahudumu na wataalamu waliohamasishwa kupambana na ugonjwa huo katika majimbo 5 yaliyoathiriwa na mlipuko wa Ebola. Kwa mujibu wa ofisi ya meneja wa operesheni ya dharura ya Ebola, zaidi ya wahudumu 12,000 katika jimbo la Ituri wanatarajiwa kunufaika na malipo hayo. Idadi hiyo inawakilisha karibu 80% ya wafanyakazi wote waliokuwa wakihusika katika shughuli za kudhibiti ugonjwa huo katika jimbo hilo. Hatua hiyo inakuja baada ya wiki kadhaa za mvutano na migomo iliyosababishwa na kucheleweshwa kwa malipo ya posho za wahudumu wa afya na watendaji wengine wa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Rwanda imewarejesha watu 39 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mpaka wa Grande Barriere kati ya Goma na Gisenyi. Watu hao waliwasili baada ya kukaa katika kituo cha Mutobo nchini Rwanda. Kwa mujibu wa maelezo yao, walikuwa wamehamishwa Rwanda kupitia mpango wa DDRR wa MONUSCO, wakitambulishwa kama wanachama wa kundi la FDLR, jambo ambalo wanalikanusha. Walipowasili Goma, walipokelewa na meya wa jiji hilo, Desire Ngabo Kisuba. Wengi wao wanasema ni raia wa Kongo wanaotoka katika maeneo ya Masisi na Ruchuru. Tukio hilo linajiri wakati juhudi za utekelezaji wa makubaliano kati ya DRC na Rwanda kuhusu swala la FDLR zikiendelea kujadiliwa na pande husika. Muungano wa upinzani wa C64 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeendelea kusisitiza upinzani wake dhidi ya mpango wote wa marekebisho ya katiba kufuatia mkutano wa dharura uliofanyika Julai 29 mwaka 2026. Swala la marekebisho ya katiba limewagawanya Wakongomani. Kuna wamoja wanaunga mkono, wengine wanapinga mchakato huo. Awali nilifanya mazungumzo na Isaac Katasi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Beni, huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuhusu mjadala wa marekebisho ya katiba. Akijibu swali langu kuhusu swala hilo, Katasi alianza kwa kutoa mtazamo wake. Tumefuata sote na tumesikia yale ambayo upinzani umesema, lakini nitapenda tuanzie kwa historia ndogo. Katiba ya Kongo imetoka mwaka gani? Ni mwaka 2006, na hiyo katiba wakati tumefanya utafiti kuingia ndani imebadilishwa mara pili. Yaani imebadilishwa kwa mwaka 2011, imebadilishwa vile kwa mwaka wa 2013. Yaani kwa sasa wakati serikali imeona umuhimu ya kubadilisha katiba, nadhani kia muhimu ambacho wapinzani wanaweza wakafanya ni kukaa kwa meza moja, yale ambayo wanashakia kuwaza kama wale ambao ni watawala wanaweza wakagusia ili wabaki kwa madaraka, ni yale ambao wanaweza wakaangalia kwa mbali wakiwa ndani ya wale ambao wanachunguza na wanatayarisha hiyo katiba. Kwa tumeona zoezi upinzani ndani ya Afrika umekuwa na zoezi ya kuchochea na ya kusemea nje kuliko kusemea ndani. Kwa kweli upinzani nadhani kwa sasa wakaungana na wanaleta wazo ambalo linaweza likaingizwa ndani ya hayo marekebisho ya katiba, inaweza ikasaidia nchi kuliko kuleta vurugu, kuleta fujo na kuongea mingi kuliko kutenda mingi. Kwani wale ambao walikuwa wapinzani kati yao tayari wameenda msituni ili wafanye fujo, sababu ya jambo tu hiyo moja ya kuwazia kwamba president ambaye iko kwenye madaraka sherti
ataongeza muhula ili aweze kupata tena namna ya kujitoa au kandidati. Mimi kwangu nawaza katiba itaheshimika na itaweza kuheshimika, na kama itafikia kiwango cha kutoheshimika, raia itaweza kufanya juu chini ili iheshimike, kama vile wakati ambapo Joseph Kabila alikuwa akiongoza nchi, alikuwa na haya mafikiri ya kubaki kwenye madaraka, na wale ambao waliongea naye ilikuwa ni wale viongozi wa makanisa yani Senko, wakaongea naye, na hiyo maongezi ilimupa miaka 2 baada ya muhula wake. Yani mimi nawaza kwangu hii kurekebisha itaweza kutupatia vitu vimoja ambavyo haviendeki ndani ya katiba viweze vikaendeka. Okay, vizuri sana. Unajua swala hili la katiba ni swala ambalo limewagawa Wakongomani wengi sana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kila mmoja wana mtazamo wao. Kuna wale ambao wanaunga mkono, kuna wale ambao wanapinga, na kila mmoja wanaleta sababu zao kwa kile ambacho wanakiegemea. Pengine kwa upande wako kwa upande wako nadhani mjadala wa marekebisho ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaelekezwa zaidi sana kwenye kuboresha maisha ya wananchi au maslahi ya wanasiasa? Mimi nadhani kwangu binafsi kama Mkongomani, kurekebishwa kwa katiba ama kugeuzwa kwa katiba itasaidia Wakongomani kwa vitu vimoja. Ya kwanza, ukiangalia nia ambayo wanayo wale ambao wanatarajia kubadilisha, wanapenda wafunge mlango kwa nafasi moja ambayo tunaita kwa Kifaransa haute fonction. Yaani wale watu ambao wana vyeo vikubwa ndani ya nchi, sherti wao wamepita kwenye mambo mamoja, na wao wametimiza ama wameeneza sheria moja. Isiwe tu ni kikundi cha wanasiasa ambacho kwenye election wameshinda, wamepata wanabunge wengi, na alafu watuletee ministers wapate vyeo, na ni watu ambao watatumika kwa niaba ya vikundi vyao vya kisiasa. Nadhani hicho ni kimoja, kufunga hiyo mlango ili mtu ambaye atatumika katika serikali, katika vitu ambavyo ni vya juu, aweze kuwa mtu ambaye anaenea kichwa na anaenea ili asaidie nchi. Kuna ile ambayo tumefanya wakati wa Joseph Kabila kwa muhula wa kwanza, tumefanya election ya president kwa namna 2. Turu ya kwanza wanakuwa wote, turu ya pili wale ambao walishinda vizuri wawili wanapiganisha ili tupate mmoja ambaye atakuwa mzuri zaidi. Nadhani hiyo ambayo walifanya kuitosha kwa turu 2 kuileta kwa ile turu moja ilikuwa tu ni ujanja, na hiyo ambayo wanatarajia kubadilisha sherti hiyo namna ya kufanya uchaguzi wa viongozi wa nchi irudi kwa muhula kwa system ya kuenda mara 2, namna ya kwanza na namna ya pili, ili tuwe na president ambaye watu watajua kwamba tumemchagua kwa kweli. Hawa magavana ambao wanawekwa ndani ya jimbo, kuna shida, ni wengi wanatoka ndani ya vikundi vya kisiasa, na wengi wanatumikia vikundi vya kisiasa kuliko kutumikia raia. Yaani raia, nadhani wakati katiba itabadilishwa, raia itaweza kujikuta kuna vitu vimazima ambavyo viliwaponyoka na vimerudi na vimerudishwa, na nchi itaweza ikasogea mbele. Hoga ambayo wapinzani wanayo ni sababu wengi wao ni wale ambao wanajua katiba ikibadilishwa kuna vitu vingi ambavyo vitatoka vile ambavyo wanazoezi ya kufanya, wanazoezi ya kutaka. Tuangalie sasa faida pengine na hasara za marekebisho ya katiba. Kwa mtazamo wako kama mwananchi na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, mabadiliko yoyote ya katiba kwa namna unavyoona, unadhani yanaweza kuleta faida au hasara gani kwa wananchi wa kawaida nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Hasara ambayo inaweza ikatokea ni wakati wanasiasa hawatakubaliana kwa mambo fulani na hawatapenda kukaa kwa meza. Watapenda wengine wabaki nje na wengine waende wakae kumeza ili waweze kujua kitu wanaweza wakabadilisha. Hiyo ni hatari na ni hasara, kwani wale ambao watabaki nje watakuwa na nia ya kuleta vurugu, watakuwa na nia ya kuweza kumanipulate population ambayo kwa kweli haijue mengi ndani ya katiba.
Faida kubwa sana ambayo tunaweza tukapata kwa mabadilisho ya katiba ni kuwa nchi vile namna inavyoendea, namna inavyotembea, sherti vitu vimoja vimoja viweze vikabadilika, sawa kuongeza nguvu ya kipesa ya majimbo, ili jimbo iweze ikajitegemea kwa vitu vimoja vimoja, inaweza ikatusaidia zaidi. Wakati wanabadilisha sherti hayo mambo yote, wale ambao watapata fursa ya kukaa ili waweze wakaandika katiba mpya, waweze wakachunguza sana na kuangalia kipi kinaweza kikaondoka, kipi kinaweza kikabaki, kipi kinaweza kikaongezwa. Shida ya mkongomani ni nini? Shida ya mkongomani ni wanasiasa wanapoongea sana, wanapopigana sana, wanapoleta fujo sana, population inaingia ndani ya kupoteza ufahamu. Wanafata mtu kwa maneno ambayo anasema, wakizani kwamba yale ambayo anasema ndio atatekeleza. Kuna jambo la nationality ambao ni jambo kubwa sana na ambao ni tatizo ndani ya nchi ya Kongo. Katiba ambayo tunayo imempa kila mtu nationality. Nadhani wakabadilisha katiba, tutakuwa na vibambazi ambavyo vitawekwa ili tujue nani ni mkongomani, nani asiye mkongomani. Leo kama tuna shida na watu wengi ambao ni watu wanaojulikana, ni sababu ya hiyo nationality ambayo walipewa kwa wingi, walipewa na hiyo katiba ikawapa fursa ya kuipata. Kwa leo watu kama Laurent Kunda ambaye alitumika ndani ya jeshi ya Kongo, ingekuwa kama katiba haikuwapa hiyo nationality, Kunda angelipaswa kufungiwa ndani ya Kongo, lakini wakati ametoka ameenda kufungiwa ndani ya nchi ya Rwanda na iko huru. Mtu kama Bosco Ntaganda wakati ameongea huko kwenye ICC kwenye Lahe, ameongea kama yeye ni Mnyarwanda. Unaona, watu wamekuja kwenye nchi, wamepata njia ya kutokea sababu katiba imewapatia hiyo njia. Na mimi nadhani kubadilisha katiba ni haki ya Wakongomani. Kama Wakongomani wamejikuta katiba ambayo tunayo ina vitu vimoja vimoja ambavyo haviendeki, ambavyo havitusaidii, sherti ibadilishwe. Na mimi nawaza kwangu itakuwa haiko ya mwisho kubadilisha katiba. Sio Bible ndio imeandikwa, tangu imeandikwa mpaka sasa haijabadilishwa. Lakini ukapita kwa nchi nyingi, katiba zao zimebadilishwa mara mia. Yetu ya Kongo ni sababu ya vitu vidogo vidogo ambayo wanasiasa wanakimbilia, kutokujali raia, ndio inaacha fujo inakuwa na inaleta mambo yasiyowezekana. Katiba kubadilishwa kwangu kabisa nadhani itatusaidia kwa mambo mingi sana. Ni Ezaika Katasi ambaye nilifanya naye mahojiano hivi punde. Kwa mujibu wa C64, mjadala wa marekebisho ya katiba unapaswa kuangalia kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha maslahi ya wananchi na misingi ya utawala wa sheria inalindwa. Msimamo huu unakuja wakati mjadala kuhusu mustakabali wa katiba ukiendelea kushika kasi katika duru za kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukiendelea tu kukusogezea taarifa zetu, ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema maeneo 5 kati ya 6 yaliyotambuliwa kuwa na uwepo wa wapiganaji wa FDLR yako nje ya udhibiti wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na yako chini ya udhibiti wa Rwanda pamoja na FCM 23. Kauli hiyo imetolewa na waziri wa ushirikiano wa kikanda wa DRC Floribert Anzuluni, ambaye amesema eneo pekee linalobaki chini ya mamlaka ya serikali ni Walikale. Kwa mujibu wa waziri huyo, maeneo hayo yalitambuliwa katika mazungumzo yaliyofanyika chini ya mfumo wa ufuatiliaji wa makubaliano ya Washington kati ya DR Congo na serikali ya Rwanda. Kauli hiyo inakuja huku juhudi za kutekeleza makubaliano hayo zikiendelea kukumbwa na changamoto, wakati hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kuathiri maisha ya raia wengi. Kwingineko ni kwamba serikali ya mkoa wa Kasai Central nchini DR Congo imeagiza kuondolewa mara moja kwa vizuizi vyote haramu barabarani pamoja na vituo visivyo rasmi vya ukusanyaji wa ushuru. Agizo hilo limetolewa na waziri wa mambo ya ndani wa mkoa huo
Kamai Meroe kwa lengo la kuhakikisha uhuru wa usafirishaji wa watu na bidhaa pamoja na kukomesha usumbufu uliokuwa ukilalamikiwa na watumiaji wa barabara. Mamlaka za mkoa zimeonya kuwa taasisi au watu watakaobainika kuweka vizuizi au kutoza ushuru bila kibali watachukuliwa hatua za kisheria. Hatua hiyo imepokelewa kwa furaha na waendesha baiskeli za usafirishaji maarufu kama bayanda, ambao kwa muda mrefu walikuwa wakilalamikia tozo zisizo rasmi zilizokuwa zikiathiri shughuli zao za kila siku. Na mwishowe kabisa tuelekee katika nyanda za juu huko Kivu Kusini. Taarifa kutoka vyanzo vya eneo zinaeleza kuwa hali ya hofu na taharuki imeendelea kuripotiwa katika vijiji vya Lubonga na Lombembeo vilivyoko katika grupimenti ya Bashimwenda, sekta Itombwe, tarafani Mwenga, mkoani Kivu Kusini, kufuatia madai ya kuonekana kwa wapiganaji wa AFC M23 wakifanya doria za kijeshi katika eneo la Tulambo. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, wanamgambo hao walionekana wakizunguka katika maeneo hayo siku ya Jumatatu na Alhamisi, jambo lililosababisha baadhi ya wakazi kuhofia usalama wao. Hata hivyo, taarifa hizi bado hazijathibitishwa rasmi na mamlaka husika. Wakati huo, taarifa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo zinaeleza kuwa mji wa Kipupu unaendelea kuripotiwa kuwa chini ya udhibiti wa waasi wa AFC M23 hadi Alhamisi hii Julai 30 mwaka 2026. Vyanzo vya eneo vinadai kuwa idadi kubwa ya raia wameondoka makazi yao na kujificha katika maeneo ya misitu kutokana na hofu ya mapigano au vitendo vya kulipiza kisasi. Aidha, wakazi hao wanaripoti kuzorota kwa hali ya kibinadamu, wakieleza kuwa upatikanaji wa chakula, huduma za afya na dawa umekuwa mgumu kutokana na ukosefu wa usalama na kushindwa kufikia mashamba pamoja na vituo vya matibabu. Wanawake na watoto wanatajwa kuwa miongoni mwa makundi yanayoathirika zaidi na hali hiyo. Baadhi ya wakazi wamedai kuwa maeneo mengi ya kilimo yanadaiwa kuwa karibu na sehemu zinazotumiwa na wapiganaji hao, jambo linalowazuia wananchi kurejea katika shughuli zao za kawaida za uzalishaji. Hata hivyo, hakuna taarifa rasmi zilizopatikana kuhusu uwepo wa msaada wa kibinadamu katika eneo hilo. Kwa sasa hali inaendelea kuripotiwa kuwa ya taharuki na sintofahamu katika sehemu mbalimbali za nyanda za juu Kivu Kusini, huku taarifa zikieleza kuwa harakati za wananchi kuhama makazi yao bado zinaendelea. Mamlaka husika bado hazijatoa tamko rasmi kuhusu madai hayo. Ni mwisho wa taarifa zetu kutoka JCTV, sehemu pekee ambayo tunakuletea taarifa sahihi za haraka na za uhakika ambazo zinahusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mkongomani aliye nje ya nchi. Naitwa Abedi Jean de la Croix. Tukutane wakati mwingine. Kwaheri kwa sasa.